Mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya na ya hatari zaidi baada ya mashambulizi mapya ya anga kuripotiwa mwishoni mwa juma karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, eneo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Hatua hiyo imeibua hofu ya kuongezeka kwa mapigano licha ya juhudi zinazoendelea za kidiplomasia za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili. Na hii ni TriGen Media. Kikosi kikuu cha jeshi la Marekani huko Mashariki ya Kati cha CENTCOM kimethibitisha kuwa kilifanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya vituo vya rada na mifumo ya uongozi wa ndege zisizo na rubani katika eneo la Gurak na kisiwa cha Qassim nchini Iran. Marekani imeongeza kuwa operesheni hiyo ilifanyika baada ya Iran kuidungua ndege yake ya MQ-1 iliyokuwa ikifanya kazi juu ya maji ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa za CENTCOM, ndege za kivita za Marekani pia ziliharibu mifumo ya ulinzi wa anga, kituo cha udhibiti wa ardhini na ndege mbili za mashambulizi zisizo na rubani za Iran ambazo zilidaiwa kuwa tishio kwa meli zinazopita katika maji ya Ghuba ya Uajemi. Jeshi la Marekani limesema hakuna mwanajeshi wake hata mmoja aliyejeruhiwa katika operesheni hiyo. Kwa upande wake, vikosi vya Iran IRGC vimesema kuwa vilijibu mashambulizi hayo kwa kulenga kambi ya kijeshi inayotumiwa na vikosi vya Marekani, ingawa haikufafanua mara moja eneo halisi la shambulio hilo. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa baadhi ya mashambulizi yalihusisha maeneo ya kimkakati karibu na Ghuba ya Uajemi. Wakati huo huo, mamlaka za Kuwait zimeripoti kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga ilikabiliana na makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekea katika anga lake. Tukio hilo limeongeza hali ya wasiwasi kwamba mzozo huo unaweza kuanza kuathiri nchi nyingine za Ghuba zinazohifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani. Mashambulizi hayo mapya yanafanyika wakati mazungumzo ya amani yakiendelea kwa ugumu sana, ambapo ripoti kutoka vyombo vya habari vya Marekani zinaeleza kuwa Rais Donald Trump ameagiza marekebisho katika rasimu ya makubaliano yaliyokuwa yakijadiliwa, jambo ambalo limechelewesha uwezekano wa kufikiwa kwa suluhu haraka. Vyanzo vya kidiplomasia vinaeleza kuwa mazungumzo hayo yanahusisha masuala nyeti kama kufunguliwa tena kwa usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, kupunguzwa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran na mjadala kuhusu shughuli za nyuklia za Tehran. Hata hivyo, hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa hadi sasa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya kulipizana kisasi kunaweza kuhatarisha zaidi usafirishaji wa mafuta duniani, hasa kutokana na umuhimu wa Hormuz ambayo hupitisha sehemu kubwa ya biashara ya mafuta kimataifa. Tayari bei za mafuta zimeanza kuangaliwa kwa upya na kupanda katika masoko ya mafuta duniani kote. Aidha, mvutano huo unaendelea sambamba na migogoro mingine ya kikanda, ikiwemo operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya makundi yanayoungwa mkono na Iran katika eneo la Lebanon. Hali hiyo imeongeza shinikizo kwa juhudi za kimataifa za kuzuia mzozo mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Hadi sasa hakuna dalili za wazi za kupungua kwa mvutano kati ya Washington na Tehran, ambapo pande zote mbili zinaendelea kusisitiza kuwa hatua zao za kujilinda ndizo zinazofanyika kwa sasa. Lakini mashambulizi ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa makubaliano yoyote ya kusitisha mapigano bado ni dhaifu na ni mjadala mzito, na yanaweza kuvunjika wakati wowote ikiwa mazungumzo ya kidiplomasia hayatapata nafasi na mafanikio ya haraka. Hii ni TriGen Media.